kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika vituo vya gesi vya Iran ambavyo vilimfanya rais wa Marekani kugomba na kumwambia Netanyahu pamoja na utawala nchini Israel kwamba hawakupaswa kufanya mashambulizi hayo. Kumekuwa na sintofahamu kati ya Marekani na Israel wakati huu wanapofanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mkutano wake wa wanahabari uliotangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii, Netanyahu alikanusha madai kuhusu uhusiano kati ya Marekani na Israel ambao anajua unamsababishia Trump matatizo mengi. Yaani kwamba Israel iliingiza Marekani kwenye vita na kwamba washirika hao wawili hawajafungamana kwenye malengo. Maana yake ni kwamba kila nchi ina malengo yake katika kuishambulia Iran. Lakini kumbukwe pia kwamba katika kipindi cha kabla ya vita nchi hizi mbili, kwa maana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump walikutana mara kadhaa wakizungumza na kujadili mambo mengi kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hata kabla ya vita ambapo kulikuwa na mazungumzo ya mara kwa mara, ni Israel ambayo ilikuwa inatamani uungwaji mkono wa kutosha kutoka nchini Marekani. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kupitia taarifa ya vyombo vya habari anaeleza kwamba hakukuwa na malengo yanayofungamana katika mapambano dhidi ya Iran. Na hata siku ya kwanza ya mashambulizi ni rais wa Marekani Donald Trump aliyesema kwamba shambulizi ambalo lilidaiwa kutekelezwa na Israel lilishirikisha Marekani, na hata waziri mkuu wa Benjamin Netanyahu akaja kutoa uthibitisho huo akisema kwamba ni mpango madhubuti uliopangwa kati ya Marekani na Israel. Netanyahu alisema huu ni upuuzi, kwani Trump mwenyewe alionya kwa miongo kadhaa kuhusu hatari iliyopo aliyosema Iran iliweka. Alipuuza maswali kuhusu chapisho la mtandao wa kijamii la Trump jana usiku ambalo lilisema Israel haikumwambia kabla ya kulipua uwanja wa gesi wa Iran wa Paz Kusini. Maafisa wa Israel wamekiri kutekeleza shambulizi hilo. Kuna majaribu na haya yote kuonyesha tofauti na mvutano kati ya viongozi. Ili kuwa wazi, haya ni muhimu kwa sababu yanaweza kuwa muhimu wakati Trump anataka kujiondoa katika vita hivi, uwezekano wa kupinga pingamizi la Israel. Baadhi ya taarifa zinadai kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatafuta kila njia ya kuweza kujitoa katika vita hivi, huku Israel ambayo wachambuzi wa mambo baadhi wakisema ndiyo iliyoamua na kuishawishi Marekani ingie vitani dhidi ya Iran, lakini wachambuzi wengine wakisema kwamba ni Marekani ambayo ilishawishi Israel kuingia vitani, kwani kabla ya vita hivyo Israel ilidai kwamba haikuwa na silaha za kutosha katika mapambano dhidi ya Iran. Na hapo Marekani kaiahidi Israel kwamba itapeleka silaha za kutosha. Lakini pia wakati huu kunaonekana kama vile kuna mchezo wa propaganda kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ulimwengu kwa ujumla, ili kuonekana kwamba kuna sintofahamu katika nchi hizo mbili ambazo ziliungana kwa pamoja kuishambulia Iran. Wanaweza kuchezewa kupita kiasi kwa sababu mtazamo wao wakati mwingine hukosa ukweli wa kimsingi zaidi kuhusu uhusiano wa Marekani na Israel ambao unahusisha muungano uliojikita zaidi katika jeshi unaosimamiwa na sheria za Marekani na Congress. Hii imeshuhudia Marekani ikiipa silaha nyingi zaidi Israel kuliko nchi nyingine yoyote ambayo ina silaha tangu vita vya pili vya dunia, na kuifanya Israel kutawala kijeshi katika eneo hilo. Kila rais wa Marekani aliyetangulia amekusana kwa wakati fulani akiwa na kiongozi wa Israel. Lakini picha kubwa hapa ni kwamba Trump aliamua kuwa wa kwanza kuungana na kuanzisha vita na Iran. Na ni wazi Trump bado anamruhusu Netanyahu udhibiti mkubwa wa jinsi Israel inavyojiendesha. Na hata wakati huu taarifa zinadai kwamba Marekani itapeleka mabilioni ya dola kwa ajili ya kuipatia Israel ili iendeshe vita huko nchini Iran. Lakini pia ni Marekani yenyewe ambayo taarifa kufika jana zinaeleza kwamba inaandaa zaidi ya dola bilioni 200 kwa ajili ya kuendesha vita huko nchini Israel, licha ya kwamba kumekuwa na kutoelewana katika serikali kwa sababu fedha hizo zingeweza kuwagharimu pakubwa sana katika uchumi wao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.